kuamini tu neno lako, nina raha moyoni. My friend, hatupati raha kwa sababu vitu viko sawa. Hatupati amani ya moyo kwa sababu mambo yote yanakwenda. Lakini tunapata amani kwa sababu ya neno lake tunaloliamini. Ndio maana anapoambia wanafunzi wake katika Luka ya kwamba na tuvuke ng'ambo, yeye anapoingia kwenye chombo analala. Wanafunzi wanapoona dhoruba wanashangaa ni kwa vipi amelala. Yeye hajalala kwa sababu bahari imetulia, amelala kwenye lile neno lake la na tuvuke ng'ambo. Amelala kwa sababu amesema na tuvuke ng'ambo. Hajasema tupite baharini ama tutafanya hivi, tutapiga makasia, tutacheza na pepo kwa namna hii. Amesema na tuvuke ng'ambo. Kwa hiyo kilichomfanya alale ni kwa sababu ya neno lake la na tuvuke ng'ambo. Kwa maana yake alikwisha kufika ng'ambo kabla hajafika. So it means anapoingia kwenye chombo hakuna option nyingine zaidi ya kulala. Wanafunzi pasipo kuelewa wanasema, analalaje upepo unapiga chombo namna hii? Analalaje tunataka kufa? Analalaje tunakwenda namna hii? Anainuka anasema, enyi wenye imani haba, nitakuwa nanyi hata lini? Kwa nini mlishindwa kunielewa? Nilipoambia tuvuke ng'ambo, sikumaanisha ni option, sikumaanisha ya kwamba kutakuwa shwari, ila kutakwenda kufika ng'ambo, because nimesema tuvuke ng'ambo. My friend, huu ulimwengu tunautembea kwa ujasiri, sio kwa sababu ni mambo ni mazuri. Hata yeye mwenyewe Bwana wetu alishatuambia ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Tunakwenda kwa utulivu kwa sababu alikwisha tuambia, sitawaacha wala sitawapungukia kabisa, nitakuwa nanyi hadi utimilifu wa dahari. Anasema anasema niko karibu na wewe kuliko ngozi yako. Yani wewe hiyo ngozi yako iliyofunika nyama zako, his inner, yuko ndani kuliko hiyo. Furaha yetu haiwezi kusababishwa na material things. Pastor Lennis amekuwa akitufundisha hapa kwa zaidi ya wiki mbili kuhusiana na spirit and matter. Furaha yetu haisababishwi kwa sababu ulimwengu huu umetuitikia namna gani, lakini furaha yetu ni kwa sababu tumeliamini neno lake. Ni rahisi sana ukisikia neno kuamini ukaliona ni neno la kawaida, lakini wacha nikwambie, Mungu amefunga kila kitu katika kuamini. Kila kitu kimefungwa katika kuamini. Na kama unadhani sio, listen my friend, nisikilize nikwambie, ndio maana hata mbinguni, huko kunakoitwa mbinguni, utakwenda kwa sababu tu umemwamini Yesu. Ndio ujue kila kitu kimefungwa katika kuamini. Imagine unahitaji tu kuamini ya kwamba miaka 2000 iliyopita kuna mwanaume alikuja hapa ulimwenguni, alafu akafa na kuteseka kwa ajili ya dhambi zangu, alafu kwa kupigwa kwake yeye mimi nimepona. Yeye asiyekuwa na dhambi akafanyika dhambi ili mimi niliyekuwa dhambi nifanyike utakatifu. By just believing that, you are forgiven. By just believing that, sio tu umepewa haki ya Mungu, umefanyika kuwa haki ya Mungu. Nataka uelewe maana ya kuamini. Kuamini sio kitu chepesi my friend. People will go to hell because hawajamwamini Yesu, sio kwa sababu wametenda dhambi. Ndio maana hata tulioko hapa kuna vitu unakosea, but your ticket is not kuto kukosea. Ticket yako ni kwamba who Jesus is to you. That is your ticket. Unaweza kuwa umekaa kwenye hivi viti vya NTM unaona ni kawaida, lakini kwa taarifa yako kuna watu huko nje Yesu wanamuona ni kama historical figure fulani wa zamani. Kuna watu huko nje, kuna mtu nilikaa naye siku moja nyumbani, akawa ananiambia, unajua my friend, Yesu ni nabii fulani tu wa kale aliyekuja kuhubiri kuhusu upendo. Wanamuita nabii wa upendo. Kuna dini nyingine unaweza kumuita wanavyomuita, lakini my friend, it takes neema ya Mungu iliyokuvuna huko uliko
ikakutangulia mbele, ikakukava, ikakupa kuamini, sio kwa ujanja wako. Ndio maana kuna jamaa mmoja alikuwa mkweli mbele ya Yesu akamwambia, Master, kimsingi mimi nakuamini, yaani hao unaoyasema, lakini my friend, wacha nikuweke wazi, nisaidie kutokuamini. Alikuwa mkweli. Na ndio maana wengine tuko hapa, ninajua kuna vitu hutaki tu kuwa mkweli, lakini kuna mambo unamwamini Mungu, alafu kuna mambo ukiyachungulia unasema kwa hili Na niko hapa kukwambia kitu hiki, it is okay sometimes to doubt, it's okay. Wala usije ukadhani umetenda dhambi si umepungukiwa. Hapana, Biblia inasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Wote tunahitaji neema ya Mungu. It's okay. As a human nature, it's okay to doubt. But let me tell you, be honest, tumwambie Baba, nisaidie kutokuamini kwangu. Mwambie ni kweli kwenye lile nimekuona. Nimekuona ukifanya hivi. Kwenye lile nimekuona. Kuna ripoti mwingine umepewa hapa na daktari. Kila ukiicheki ile ripoti unasema najua Mungu anaponya, lakini ataniponya na hili ambalo limemuua mama, hili ambalo limemuua bibi, linaitwa ni la ukoo wetu, linaitwa ni la familia yetu. Kuna vitu ukiviangalia, kuna ripoti fulani, kuna mambo ukiangalia unatazama, kuna ripoti fulani unapewa, kuna namna fulani unatafuta michongo ya kazi na vitu fulani. Unaambiwa waliosomaga hivyo vitu waga hamnaga kazi. Unaangalia wanakuambia bwana, kwenye ile kampuni ile uingii mpaka uwe unamjua mtu. It's not about what you know, it's about who you know. Things like that, we hear things like that. Kuna watu tunaambiwa kuna age fulani ikifika, my friend, ushakata ringi, hakuna tena, hakuna tumaini. Kuna maneno, so kuna vitu ukivitazama around, you're like Mungu, ni kweli najua unaweza. Na unapomwambia hivyo unakuwa unanena kwa lugha kabisa kumhakikishia ya kwamba Roho yupo ndani Baba. Ila we know that we doubt sometimes. And I'm here to tell you, it's okay. Mwambie tu Yesu, nimekuona, nimesikia habari zako, lakini nimekuona ukinitendea kwenye hili na hili. Kwenye hili Baba, nisaidie kutokuamini kwangu. Nataka niseme hivi kwa kumaliza, ni hivi. Kumwamini Mungu kumefungamanishwa na kumpenda Mungu. You cannot trust in God kama hujampenda Mungu. Ni tofauti sana na vile wanadamu tunafikiri. Ndiyo maana Yesu anasema hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Sasa kwenye moyo kuna nini? Anasema kwa nguvu zako zote, katika jitihada zako zote, na kwa akili, katika maarifa yako yote mpende. Kwa sababu kumpenda Mungu kumefungamanishwa na kumwamini. Ndiyo maana kumwamini Mungu, kwa sababu kuna kuja na upendo, ama kunatanguliwa na kumpenda. Ndani yake kuna kuja na kujua ya kwamba kanisa liliomba, mama mchungaji, kanisa liliomba Petro akatoka gerezani, lakini kanisa liliomba tena mzee wa kanisa, baba, Yakobo akachinjwa. Kwenye Matendo ya Mitume kanisa liliomba Petro akatoka gerezani. To same God, kanisa likaomba Yakobo akachinjwa. Kwa Mungu haya matukio yote mawili ni sawa kabisa. Kuchinjwa kwa Yakobo na kutoka kwa Petro yote ni kwa utukufu wake. Kwa sababu Yakobo time yake ya kuifia imani ilikuwa imefika. Petro time ya kufia imani ilikuwa bado. Ndio maana baadaye alikufa tu naye. Sasa unielewe vizuri, sikutishi, sikwambia unaenda kuchinjwa.
Lakini nakwambia kumwamini Mungu kunaendana na kumpenda, kwa sababu wakati mwingine kunaendana na kuto kumwelewa. I'm telling you, zinakuja nyakati, ama unawezekana huko kwenye nyakati ambazo yani inafika tu humuelewi. Maana yake kinachobakiza wewe kumwamini ni kwa sababu umempenda. Si kama mnanielewa watu wa Mungu? It is very important to know that. Watu wengi huku barabarani ukipita watakwambia namwamini Mungu. Hata mtu ambaye sio mtu wa dini, mara nyingi sinasikia mtu akiulizwa, sasa unaamini mambo ya uchawi? Unasikia mimi siamini. Sasa unayashindaje? Anakwambia mimi namwamini tu Mwenyezi Mungu. Lazima itangulie Mwenyezi pale ili kidogo imbalance mambo. Ama Mnyazi. Hata huko nje kila mtu atakwambia namwamini Mwenyezi Mungu. Kwa sababu neno kusema namwamini, it's easy. But the issue is kumwamini lazima kutanguliwe na kumpenda. That's the difference. Kwa sababu usipotangulia hapo kwanza, ziko nyakati ngumu. Ziko nyakati za kuto kumwelewa. Ziko nyakati za kumnungunikia. Zipo nyakati za kumwambia Mungu, are you serious kweli? Napitia haya na unaona. But one thing I'm telling you, keep on loving him. Na kuchangamotisha, mpende. Paulo anasema na pendo lake la tubidiisha. Let me tell you, inawezekana unapata changamoto sasa nampenda. Sikiliza nikwambie kitu ndugu yangu ambaye uko hapa chini ya dari hili. Kitendo tu cha kwamba nimesema pale mwanzo, kitendo tu cha kwamba umepata nafasi uko mahali hapa, umesikia habari zake, ukamwamini, akafanyika kuwa Mungu wako na wewe ukawa mwana wake, hilo tu my friend linatosha kumpenda. Kwa sababu ndugu yangu, hilo giza lililoko huko nje ambako amekutoa, anaposema ya kwamba mmehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza na kuletwa kwenye ufalme wa nuru wa mwana wa pendo lake, my friend, hilo giza ambalo liko huko nje ambalo Mungu amekutoa huko, it is worth everything that you are dying for. Everything ambacho unakitamani kwenye maisha yako, chochote ambacho unakifikiri unakitamani na unasema Mungu, mbona hiki, mbona hiki, mbona hiki, kitendo cha kwamba tu. Na ngoja nikwambie ndugu yangu, haianzii siku uliposikia injili. Nataka niwaambie ukweli. Bro, unaitwa nani? Matokeo. Matokeo Junior. Yeah. Ndio jina la kwanza. Unaitwa Prosper. Yeah. Si anaitwa Prosper Matokeo. Unadhani alifanya nini huyu ili akazaliwa na baba yake anaitwa Matokeo, anayemjua Mungu, alafu leo Prosper yuko hapa na anamjua Mungu? Alifanya nini? Alafu Shaban Abdullah aliyeko huko Samuel, ambaye amezaliwa na mzazi na watu wasiojua kabisa. Na nielewe vizuri. Kwa mfano mimi nimezaliwa Moravian, si mnanielewa? Wazazi wangu ni Moravian. Hata hiyo tu kwamba nimezaliwa tu mahali ambako hata wazazi ni Wakristo, hiyo tu it means tayari wewe alishakuchagua na njia ilishatengenezwa mpaka huko hapa. Kwa sababu kuna mwingine amezaliwa huko ambako absolutely hakuna tumaini la kuiona nuru. So simply because we are here, hiyo inatosha sana my friend. Ndio ile pastor amehubiri wiki iliyopita kwamba utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake na mengine mtazidishwa. Nafikiri alifafanua vizuri, tunakumbuka. But I urge you today, mchana wa leo nataka tu ni urge hivi wakati unaendelea, jifunze ama mkazo wako, just love the Lord. Mpende Mungu kwa sababu siri ya kumwamini imekaa katika kumpenda.
Na the more unampenda, the more unazama kwenye mapenzi yake na kupendana naye, the more unaenda deeper, ndipo unapoanza kupoteza sense of yourself. Ndipo maombi yako automatic yanazidi kubadilika. You are no longer praying for things, but things are happening. Na Mungu wa mfumo ameweka mpaka kwenye ulimwengu huu. Ndio maana hata hapa duniani kuna maana niliwahi kusema, the more unaikimbiza pesa ndio ambapo utakuja kuipata. Wataalamu hawaikimbizi pesa. Wataalamu wanakimbiza purpose. Wanakimbiza greatness. Pesa ina fall. My friend, pesa huwa inafuata watu. Kama unavyosikia maji hufuata mkondo, Pastor Dennis najua Pastor ananielewa. Watu wana My friend, wewe unafikiri Bill Gates aliwahi kuitafuta pesa ili awe tajiri namba 1 duniani? Wewe unafikiri Elon Musk aliwahi kusema sasa anataka kuwa tajiri namba 1 ngoja nitengeneze? Hapana. Watu wanafanya uvumbuzi, watu wanafanya ugunduzi wa mambo, watu wanatengeneza mateknolojia, wanasolve matatizo ya dunia. Pesa ina follow tu. Pesa inakuja. Ndio maana leo hii mimi naimba, sawa? Mnanielewa vizuri watumishi wa Mungu. Mimi naimba. Kuna mahali tuna upload muziki panaitwa Spotify, moja wapo ya hizi site. Mnazijua Spotify eh? Anayemiliki Spotify ndio tajiri kuliko mwanamuziki yoyote duniani. Upload hata aseme hata he's a new biggie. Amekaa kwake, ametulia, nyinyi imbeni huku duniani. Yeye ndio tajiri wenu wote mnaoimba. Tajiri kuliko mpaka wakina Jay-Z wale sijui wakina wote. Mwanaume huyu katulia kwake anasema imbeni, imbeni, imbeni kwa furaha, imbeni. Pesa itafutwi. Pesa inategwa. Ikishategwa my friend inakimbizana kuelekea kwa aliyeitega. Same way to God. A technique to acquire things of God, kuacquire mambo kutoka kwa Mungu. My friend, just zama kwenye pendo, zama kwenye kupendana naye, zama. Ifike hatua unaingia into prayer room, you have nothing to pray. Huna cha kuzungumza naye kuhusiana na mahitaji. You are just talking to him about his love na mambo yake. Anakupa siri zake, unasikiliza. Na akupi tu ili eti ukahubiri, anashare na wewe siri zake, kwa sababu Mungu anashare siri zake na marafiki zake. Kama ambavyo wewe unao marafiki zako ambao unashare nao siri zake, ndivyo ambavyo na Mungu naye haongei siri zake tu kwa mfuasi yoyote, kwa mtu yoyote. Ndio maana it's not enough to be a follower of Christ, because a follower might not know the person. Ndio maana unaweza kuwa na account ya Instagram una followers, wale followers wanaweza kawa hawajawahi kukutana na wewe, but when you have, Mungu anatafuta rafiki zake. Mimi wanaonijua rafiki zangu wote, mimi huwa siposti rafiki yangu yoyote eti birthday yake ikifika. I don't do that. Wewe fuatilia page yangu, mnadhani mimi rafiki zangu hawajazaliwa? Mmewahi kuona mimi na posti happy birthday? Because rafiki yangu, kwa nini nihitaji kwenda kumposti Instagram, nimwambilie Instagram niko naye, ni rafiki yangu, namwambia happy birthday brother, namtext, nampigia simu, ikiwezekana naambia tu wenzetu tukale nyama mwanangu, au naandaa nyama choma nyumbani, join tule, na sija mpost, kwa sababu he is not a follower. Sio mtu ninayehitaji tu kumpampa. Ni rafiki yangu. Kuna mambo tunaongea, kuna mambo tunasemezana. Same to God. Ndio maana watu wengi kwa kutokujua mmepishana sana, kwa sababu si mnaangalia nje. Samueli anamwambia Yese, nyinyi wanadamu mnaangalia nje jinsi ambavyo mnatazama, lakini Mungu anaangalia moyo. Ndio maana kuna watu msiowadhania kabisa ambao nyinyi mnaona hawastahili, na Mungu anakaa nao, anazungumza nao siri zake. Anasema, mwanangu, sina haja ya kuambia sana kwamba wewe ni rafiki yangu. Wewe wacha tu, matokeo yatajitetea. Kaa hapa tuzungumze mambo yetu. Wataona tu kuna namna ukwami, wataona tu kuna mambo yanaenda, wanajiuliza waya, wajui mimi na wewe tuna vikao vyetu, tuna siri zetu, tunajuana. I don't need to expose to anybody. Same to God. This is how he does. This is how he does. Ndio maana ninakwambia kweli my friend. Ndio maana hata wakati mwingine nikipewa nafasi ya kushare neno huwa hata naikimbia. Yaani pastor huwa anasema mchungaji hapa anasema pastor na Sara. Naambia jamani
Sitaki kabisa mambo ya uchungaji. Hiyo ni neema ya Pastor Dennis tu jamani. Lakini nasema hivi sio kwa utani, ni kwa sababu I'm telling the truth. Zama kwenye kupendana naye. Zama kwenye kuzungumza naye. Kwenye kuyafahamu yaliyo yake, akujulishe. The more you go deeper in that, kadri unavyozidi kuzama, ndivyo ambavyo mambo mengine haya yanajisort. Kuna siku niliwahi kusema muda mrefu sana, na leo narudia, nilisema tukiwa Boko kwamba honestly speaking, nimesahau ni mara ya mwisho ni lini nimemuomba Mungu vitu. Yani kwamba Mungu nipatie gari, Mungu nipatie hiki, nipatie si nyumba. Nimesahau. Kwa sababu my prayer, by the way, mimi nawaambieni ukweli, wanaonifahamu karibu wanajua, nikiingia kwenye prayer mimi maombi nguo nalala chini, alafu nalia tu. Yani msinione hivi, nalia. Yani huku nje tunavimba hivi, ila ndani nikiingia ni kilio tu. Na kilio changu nikamwambia, Baba, uliona nini ndani yangu? Mtu kama mimi kweli, ambaye hata mimi mwenyewe nikipewa nafasi nijichague sitajichagua. Umeona nini ndani ya mtu kama huyu Mungu? Kilio changu cha pili ni kwamba hivi Mungu, hivi mimi ungeniacha hata sekunde tu. Yaani ungesema hebu unajua Daudi alijua hii siri. Mungu alipokosea, Mungu akamwambia nakupa option mbili Daudi. Nikusulubu mimi au nikupe kwa watu, wanadamu. Daudi akamwambia Mungu, bora walinyama kuliko walimwengu. Hawataniacha hawa jamaa, itakuwa mbaya. Akamwambia bora wewe, kwa sababu alijua ndani yake iko rehema. So this is my prayer. This has been my prayer, and I'm telling you the truth. Mambo mengi sana ambayo yanakuwa kama ndo prayer point yetu, yanakuwa kama ndo vitu ambavyo tunajikuta mara nyingi tunajichelewesha, na shetani anataka tukae hapo kwa sababu that is what he wants. Anataka tudumu hapo ili tuishi kwenye hapo kwenye dimension ya chini. But God wants us to go deeper. Kwa sababu the more nisikilize nikwambie kitu. The more unakaa naye, the more Mungu anajifunua kwako. Sasa nisikiliza hizi namna vinavyoshabiana. Kumpenda Mungu kutakupa kukaa naye sana, kutakupa kumtaka sana, kuzungumza naye sana, kulifahamu pendo lake zaidi. The more unamfahamu, the more anajifunua zaidi kwako, na the more anavyojifunua zaidi unamwamini zaidi. Si mnanielewa vizuri jamani? Ndio maana Petro mara ya kwanza aliona jamaa amegeuza samaki 2 na mikate 5, wakala watu 5,000, wanakadiriwa kuwa zaidi ya 12,000 kwa sababu wanaume tu ndo walikuwa 5,000 na normally wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kwa hiyo wanawake labda walikuwa 7,000. Kwa hiyo 12,000 plus watoto, labda watoto wanakuwa labda 3,000 2,000. Kwa watu kama 14,000 15,000 wakala kwa samaki 2 na mikate 5. Petro alipoona vile akajua jamaa kumbe anaweza kutengeneza hiki. Ghafla akaona jamaa anatuliza bahari. Hajakaa vizuri, akamwona amewafanya wavue samaki mchana. Hajakaa vizuri, anaona anaponya sijui kipofu. Petro alipokuja kuchoka kabisa, aliona jamaa amefufua. Ndio maana master anapokuja kusema kuna siku nitakufa, Petro anasema acha bwana. Yaani wewe ufe wewe. Si kama mnanielewa? Usimtazame Petro tu kwa maana ya kwamba hapana, Petro aliona jamaa aliyefufua anasema anakufa. Si kama mnanielewa? Wewe umefufua unakufaje? Okay, alafu sasa alichomtisha zaidi sio kufa, anasema atauawa. Wewe anakuua nani? Nani anakuua? Kwa sababu kiwango cha Petro cha kumwamini kilikuwa kiko juu mno. Ndio maana Petro, Yesu anapokuja kukamatwa, akaona mambo yasiwe mengi, akachomoa upanga. Yaani Petro alikuwa anajiamini, anajua hapa anaweza kuanzisha msala wowote na anakuwa fresh, huyu mwamba hapigiki. Ndio maana jamaa akachomoa. Hivyo wewe
wewe peke yako, sijui labda mko 12. Haya mapanga yenu 12, limekuja jeshi la Warumi pale kumkamata. Sasa mapanga yenu 12, mtapiga kikosi kizima kimekuja kumchukua. Lakini Petro alitoka kwa kujiamini, akamkata mtu sikio mbele ya wale askari wa Kirumi, kwa sababu alikuwa anajua noma yoyote naweza kuianzisha hapa, na jamaa ana usovu msala. Ndio maana Yesu anakamatwa, Petro aamini, Petro anafuatilia nyuma nyuma. Yaani Petro alikuwa Yesu anapelekwa hivi, anapita nyuma nyuma. Yaani anajua kuna muda Yesu atafanya. Si unanielewa? Yaani unajua kuna muda tu Yesu atasema, unajua kama movie zile Sterling yakifungwa, alafu Sterling anakasirika sasa. Unajua kwenye movie Sterling kwanza anafanya hivi. Alafu Kwa hiyo Petro alikuwa anajua hiyo time inakuja. Anamfuatilia nyuma nyuma anaona mbona kama muda unaenda. Kama masa anazidi kuchaka. Anaona hii nini? Mwisho wa siku anamkuta sasa ameshakalishwa chini, amevuja damu, amepigwa, ametemewa mate. Ndio jamaa mmoja anakuja, anamwambia, wewe unavyoonekana tu, yani wewe nikikuangalia wewe ni mwanafunzi wa yule. Petro anasema kwa kipigo kile, huu mchezo umeisha. Petro moyoni anasema hii game sidhani kama kuna kuzinduka hii. Hamna namna hapa. Akamwambia jamaa, mimi simjui mtu huyu. Hajakaa kidogo, anamwambia mbona hata unavojibu? Anasema afu ile unavojibu alivyokataa kuwa anakataa huko amekaa pale pale. Yaani ile alivyoongea anasema we ndio maana mwendo ule. Sasa mwendo unao ukamsaliti, mwendo unao kama wa Yesu. Anasema we mbona hata unavotembea? Hapo ndo akatoka nduki akapotea. But one thing I want you to see here ni kwamba kuna namna Petro alishamwamini Yesu kiasi kwamba aliamini hakuna kitu kinaweza kumshinda. And I want us to get this today. Take this. Achana sasa na Petro na aliyoyaona katika hali ile ambayo Yesu ilimpasa kwenda msalabani. But I want to tell you ya kwamba kama Biblia inavyosema katika Luka 1:37 ya kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. I want you to believe that. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Tukufu na heshima, simama tumarili, ni wewe mwenye nguvu na uwezo, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uwezo, ni wewe. Lift up a voice, church. Ni wewe wa kupewa sifa, ni wewe wa kuabudiwa. One more time. Ni wewe wa kuabudiwa Bwana. Ni wewe wa kuabudiwa.